Hatimaye Marekani yaiondoa manowari yake ya kivita USS Gerald Ford. USS Gerald Ford ni miongoni mwa meli kubwa za kivita za Marekani ambazo zilikuwa katika eneo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Hata hivyo, ni meli ya gharama ya juu kuwahi kuundwa na Marekani. Imelazimika kujiondoa katika ukanda wa Asia Magharibi baada ya siku 309 za operesheni endelevu baharini, ikiwa katika jukumu la kuunga mkono vita dhidi ya Iran. Chombo hicho cha kivita chenye thamani ya dola bilioni 13 na chenye uwezo wa kubeba idadi kubwa ya ndege za kivita sasa inarejea Norfolk, Virginia, kikiwa katika hali ya uchakavu mkubwa wa kiufundi, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa kijeshi kama kurudi nyuma kwa aibu, ikifichua udhaifu ndani ya mashine ya kivita ya Marekani. Kwa mujibu wa ripoti ya Press TV, kuondoka kwa USS Gerald Ford kuna kutarajiwa katika mwezi huu wa Mei kunaacha uwepo wa kijeshi wa Marekani baharini ukiwa umedhoofika katika wakati nyeti wa kimkakati. Ingawa manowari nyingine mbili za uwezo wa kubeba ndege za kivita USS George W. Bush na USS Abraham Lincoln zinaendelea kuwepo ili kutekeleza mzingiro wa baharini dhidi ya usafirishaji wa mafuta wa Iran. Pengo lililoachwa na Ford linapunguza uwezo wa mashambulizi ya haraka, hasa wakati wa juhudi za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran zikiwa zimekwama kabisa. Waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth amekiri mbele ya bunge mnamo tarehe 29 Aprili kwamba uamuzi wa kuongeza muda wa operesheni ya Gerald Ford ulikuwa mgumu sana, na kauli ambayo wachambuzi wanaiona kama ishara ya wazi kuwa Marekani imejitanua kupita uwezo wake katika mzozo huo. Operesheni ya siku 309 ikiwa ndio ndefu zaidi tangu enzi za vita vya Vietnam imeathiri vibaya uwezo wa meli hiyo kubwa ya kivita. Mnamo Machi mwaka 2026 moto ulizuka katika eneo la kufulia ndani ya manowari hiyo, ikisababisha majeruhi miongoni mwa mabaharia na kuwahamisha zaidi ya wafanyakazi 600 kutoka maeneo yao ya kulala. Kwa mtazamo wa wachunguzi wa kijeshi wa ukanda wa bahari ya Hindi, kujiondoa kwa USS Gerald Ford kunatuma ujumbe usiofichika kwa dunia. Licha ya mbwembwe na uwekezaji mkubwa wa fedha, uwezo wa kijeshi wa Marekani unaanza kuelemewa na mzigo wa operesheni zake yenyewe. Hata hivyo, taarifa zaidi zinaonekana kwamba mipango ya Iran ni kufanya mashambulizi makubwa katika meli hizo kama ambavyo ilifanya mashambulizi wakati wa kipindi cha vita. Hata hivyo, wakati huu kuna ukosoaji mkubwa kwa rais wa Marekani Donald Trump kutokana na vita hivi ambavyo kimsingi nchi nyingi duniani hazikuwa na faida, lakini zaidi ni hasara kwa ulimwengu mzima. Ulimwengu unakumbwa na hali ya kuyumba kwa uchumi kutokana na vita vilivyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini kutokana na namna ambavyo vita hivi, Iran ilionyesha utayari wa kukabiliana na matishio au uovu wowote, hicho kilichosababisha Marekani sasa kuangalia njia ya kuweza kuidhibiti Iran. Moja kati ya njia hizo ni kutumia nguvu kubwa ya kijeshi katika mapambano. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, amekumbusha uvamizi wa kijeshi wa Marekani na washirika wake wa Kizayuni ndio chanzo cha ukosefu wa amani katika eneo la Ghuba ya Uajemi na ndio chanzo cha kuyumba kwa uchumi katika ulimwengu kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Ameongeza kuwa Iran kwa nia njema na uwajibikaji imekubali kuingia katika duru mpya ya mazungumzo kupitia upatanishi wa Pakistan licha kutokuwa na imani na upande wa Marekani kutokana na historia ya ahadi zilizovunjwa mara kwa mara. Araghchi ameyashukuru mataifa eneo yanayojitahidi kuendeleza njia za diplomasia na kulinda eneo lisije likakumbwa na athari zaidi za uvamizi wa kijeshi, huku akisema kwamba Iran imejiandaa kwa wakati mwingine tena kwa ajili ya kukabili chochote ambacho Marekani inataka kufanya dhidi ya taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.